بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. أعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia tumeweza kukutana tena katika kipindi chetu hichi, kipindi pendwa kizuri chenye faida cha kupata maarifa kunako dini yetu ya Kiislamu, katika aina ya najasat ambazo ni madia, ambazo ni material. Najisi hizi ambazo ziko 10, tulitaja najisi 2. Kwanza tukasema ni haja ndogo, lakini pili tukasema ni haja kubwa. Haja ndogo na haja kubwa za binadamu tukasema zote ni najisi, kama zimemtoka mwanadamu, sawa sawa awe mkubwa awe mdogo, ana akili au Muislamu, maadama ni mwanadamu, haja ndogo na haja kubwa ni najisi. Vipi wanyama? Tukasema katika upande wa wanyama yenyewe si moja kwa moja, ili haja kubwa na haja ndogo iwe ni najisi kwa mnyama, kuna masharti mawili lazima atimie. Lakini tukasema kwamba katika upande wa wanyama, katika upande wa fiqhi, wanyama si ndege. Kwa ndege hukumu yake itakuwa ni ya kipekee. Kwa tunaposema wanyama, maanake ni wanyama wote, lakini ndege wakae pembeni. Yapowezekana katika istilaha nyingine ikawa wanyama na ndege wanaingia, lakini hapa tunaongelea wanyama ambao sio ndege. Kwa hiyo katika upande wa wanyama, ili kinyesi na haja ndogo viwe ni najisi, sharti la kwanza ni wanyama hao wawe hawaliwi kisheria. Ni wanyama ambao sheria imeharamisha wasiliwe. Sasa kwa mujibu wa fiqhi wa Ayatullah al-Udhma Sayyid Sistani anasema sawasawa wasiliwe kiasili au wasiliwe kwa sababu. Nikaeleza kwamba wanyama wasioliwa kiasili ni wale ambao toka wameumbwa sheria imeharamisha hawaliwi. Mfano, nguruwe haliwi, simba haliwi, tembo haliwi, chui haliwi, sungura haliwi kisheria. Kwa hawa sheria imewaharamisha toka wameumbwa, wao ni haramu. Lakini kuna wanyama ambao wenyewe ni halali, lakini kwa sababu fulani wanakuwa ni haramu. Ng'ombe, mbuzi ni halali kuliwa, lakini kuna wakati wanyama hawa wanakuwa ni haramu. Kuku, bata ni halali kuliwa, lakini kuna wakati wanakuwa ni haramu. Muda gani? Sababu ya kwanza ya kuwa ni haramu, ambayo inasababisha watoke kwenye uhalali kwenda kwenye uharamu, ni aljalal, wakawa na tabia ya kula kinyesi. Ng'ombe, mbuzi, bata, kuku kama watazoea kula kinyesi na wakajengeka miili yao kwa sababu ya kula kinyesi, wanabadilika, wanakuwa ni haramu kuwala kipindi wakiwa katika hali hiyo, na wataruhusiwa kuliwa mpaka wafanyiwe kitu kinaitwa istibra, watengwe kwa muda maalum, wapewe pumba, ndio watatwaharika. Baadaye sasa watatoka kwenye uharamu kwenda kwenye uhalali, na hapo sasa watatoka kwenye kinyesi chake kuwa najisi na haja ndogo kuwa najisi kwenda kwenye tahara. Lakini maadama wanakula kinyesi watakuwa ni haramu, na vile vile saiti sana na hukumu kwamba kinyesi chake vile vile haja ndogo yake itakuwa ni haramu hata kama wanaliwa. Kwa mnyama asiyeliwa sawasawa asiliwe kiasili au asiliwe kwa sababu, kama ng'ombe tulimuona anayekula kinyesi. Na sababu ya pili ni fa'udhu billahi min dhalika,
ni mnyama ambaye kafanyiwa kitendo cha jimaa na mwanadamu. Ikatokea mwanadamu akashiriki kitendo cha jimaa na mnyama yule haliwi kisheria. Sasa yule mnyama hataharishwi, yani baada ya kufanyiwa kitendo tu yule ni haramu moja kwa moja aweze kuliwa, na sio yeye na vizazi vyake. Kama ni jike hata kizaa, vizazi vyake vyote inakuwa hukumu ile ile ya kutokuliwa kama mama yao. Na sheria inasema inatakikana mnyama huyu aweze kuchinjwa na kuteketezwa moja kwa moja. Kwa kama atapewa ni wanyama ambao wanakula nyama, wapewe basi wale. Na aliyefanya kitendo hicho yakunu gharim, anagharamia, anatoa fidia kama ni wanyama ambao wanaoliwa. Lakini kama si wanyama ambao wanaoliwa, basi mnyama huyu itabidi awekwe mbali, atoengwe na mji. Kwa labda ni punda au farasi, wanatumika katika upande wa kupandwa, beba mizigo, lakini hawaliwi. Huyu inabidi atolewe kwenye mji na apelekwe kwenye mji mwingine, na kipindi anahamishwa mji huyu ambaye alifanyia kitendo lazima alipe gharama ya mnyama yule. Lakini anayeliwa kisheria hawezi kuliwa, bali atabidi kama ni kuchinjwa achinjwe, wapewe kama ni mbwa ni nani watumie mnyama yule, kisha huyu itabidi agharamie mnyama yule. Lakini kipindi yuko hai mnyama yule, ni mbuzi kweli, ni ng'ombe kweli, ni bata kweli, ni kuku kweli, alikuwa analiwa kisheria, sasa hivi ni haramu. Akishakuwa tu ni haramu kwa sababu hizi zilizotaja, kipindi hicho kinyesi chake na haja ndogo yake inakuwa ni najisi. Kwa hiyo sababu ya kwanza ya haja ndogo ya mnyama na haja kubwa kuwa ni najisi ni kutokuliwa, sawasawa kwa asili au kwa sababu. Sababu ya pili ni awe mnyama ambaye akikatwa au akichinjwa damu yake inachirizika, inatoka kwa nguvu, inachirizika. Na asiwe ni mnyama ambaye kama atakatwa basi damu yake inasambaa tu na haichiriziki. Mfano, paka hapa tujamchinja, lakini ukimkata kwa ghafla, ukamkata tu basi sehemu iliyomkata lazima damu itoke kwa kuchupa, lazima ichirizike. Hata panya na yenye hivyo, ni mdogo kweli, lakini ukimkata kwa kasi damu na inachirizika. Kwa hiyo paka haliwi, panya haliwi, na damu yake inachirizika, basi kinyesi chake na haja ndogo yake inajisi. Lakini wanyama ambao damu haichiriziki kama nyoka, mfano nyoka ukimkata damu haichiriziki, mjusi na wenda takenge, sijajua wanyama kama hao ukimkata damu haichiriziki. Sasa akiwa mnyama huyo haliwi kisheria, lakini damu yake haichiriziki, kwa hiyo amekosa vile vigezo vingapi? Vigezo viwili lazima vitimie: kutokuliwa na damu ichirizike, ndio kinyesi na haja ndogo inakuwa najisi. Lakini kama akikosa moja hivi viwili, basi inakuwa kinyesi na haja ndogo ni tahir. Kwa hiyo kwa wanyama kuna sharti, sio moja kwa moja. Kwa hiyo mnyama akiwa analiwa kisheria, hata kama damu inachirizika, maadama analiwa tu, basi mnyama huyu haja ndogo na haja kubwa sio najisi. Ng'ombe, mbuzi ambaye ni halali kuliwa, kipindi hicho haja ndogo na haja kubwa si najisi. Sasa ikiwa sio najisi, inaingia wapi? Inaingia katika al-kadhurati, uchafu. Kwa kama umepatwa na kinyesi cha ng'ombe au cha mbuzi, wewe umechafuka kama tope na uchafu mwingine jasho. Kwa hiyo unaweza kuswali, unaweza kuswali, haina shida yoyote. Lakini utaswali, lakini ni mchafu, kama mtu aliswali na tope na vitu vingine, kwa sababu si najisi.